Habari za muda huu tena ndugu mpendwa mtazamaji wa channel ya Starpex. Nikukaribishe tena kama ni mara yako ya kwanza kuicheki hii channel, basi usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment pia, ili kusudi uweze kuwa ni wa kwanza kuweza kuzipata tena video tena zitakazokuwa naendelea kurusha katika vipindi vijavyo. Basi nikukaribishe tena katika sehemu nyingine pia ya pili ambayo inaeleza jinsi audio compressor inafanya kazi katika hizi parameter mbili ambazo ni threshold na ratio, mfano katika uhalisia wa maisha. Kama hujawahi kupata vizuri taarifa vizuri au na maelekezo mazuri kwa habari ya threshold na ratio, basi huu utakuwa ni mfano ambao utakuwa ni rafiki kwako. Nitajitahidi kueleza kwa kadri nitakavyoweza ili kusudi walau uweze kuelewa, usiweze kupitwa na hili somo. Ndugu mpendwa, basi kaa tayari kwa ajili ya kuanza. Basi mbele yako utaona kuna picha ya gari. Gari hili linaonekana limebeba mzigo, lakini liko juu ya mizani. Ni tafsiri ya kawaida katika uhalisia wa maisha. Nadhani umekoka katika pita huku na kule, umewahi kusikia kwamba magari lazima yapite kwenye mizani. Ni kweli, kwa sababu magari yakibeba mzigo huwa yanaweza kuharibu barabara, kwa sababu mizigo ile kwa wakati mwingine huwa inakuwa ni mizito sana. Lakini pia kuna magari mengine ambayo huwa hayapiti kabisa kwenye mizani kulingana na wepesi wake, kwamba hakuna uharibifu wote unaoweza kujitokeza barabarani. Vivyo hivyo katika hizi audio working station ambazo ni DAW, mara nyingi sana huwa tuna compressor ambayo yenyewe huwa inapima mizani ya sauti zetu ambazo tunakuwa tunaziingiza mle kwenye hiyo plug ambayo ni compressor. Basi kwa namna hiyo sasa kuna kigezo pekee ambacho chenyewe huwa kinawekwa, hicho wanasema kama ni kizingiti, ambacho chenyewe ni kigezo ambacho huwa tunaweka kwenye audio working station au kwenye hiyo compressor, ili kusudi kwamba kila taarifa au signal ambazo zinakuwa zinazidi kwenye hicho kizingiti, hakika zinatakiwa zifanyiwe mashambulizi au zifanyiwe compression, ili tupate usikivu wa sauti ambao ni mzuri. Lakini sasa katika uhalisia wa maisha, tukiangalia pale kwenye mizani pale, nao pia ambao wana mizani huwa anakuwa ameweka kizingiti au threshold, ambayo kwamba magari yote ambayo yatapita katika barabara hiyo husika lazima yasizidi uzito fulani. Labda tuchukulie mfano, kwa mfano hili hapa, hili gari tunaloliona liko kwenye mzani pale, wameweka moja kwa moja kizingiti chao ambacho tunakiona hapa, wao kikomo cha uzito wa gari hapa kwenye weighing bridge hapa, kikomo chao ni 20,000 kg, kiasi kwamba kama endapo gari hilo litakuwa liko chini ya 20,000, ambayo kwa kawaida hapa tunaona tayari mzani umeshasoma gari hili lina uzito wa 18,500 kg. Kwa hiyo uzito huu wa gari moja kwa moja hawatatozwa faini. Lakini kama endapo gari lingekuwa lina uzito zaidi ya 20,000, basi gari hilo lazima litakuwa dhibitiwe na kupewa faini. Tunaona kwamba katika kile kituo ambacho ni weighing bridge au tunasema ni mizani, huwa kuna taa mbalimbali ambazo huwa zinawaka kumaanisha kwamba uzito wa gari unazidi kiwango, au uzito wa gari upo unakaribia kuzidi, au uzito wa gari unakuwa ni mwepesi. Tukiangalia hapa rangi nyekundu, taa ikiwaka nyekundu, basi hilo gari likishakaa kwenye mizani, basi inaonyesha kwamba limezidi uzito. Lakini pia gari kama endapo taa itaonekana nyeusi, basi inakaribiana na kikomo, lakini kijani au blue huwa inaonyesha kwamba iko ndani ya kikomo, kiasi kwamba kwa mfano hili gari hili sasa hivi liko ndani ya kikomo. Tunamaanisha nini? Tunamaanisha kwamba threshold ni kikomo ambacho kwa mfano mimi mizani wamejiwekea wao kikomo chao ni 20,000 kg, kiasi kwamba gari hilo kama endapo litakuwa lina uzito wa kilogramu 20,000 au kupungua, tafsiri yake huo uzito utakuwa uko ndani ya kikomo, kiasi kwamba huyu mtu ambaye atakuwa anamiliki hilo gari hatapewa fine. Lakini akionekana amezidisha zaidi hapo atatozwa fine. Sasa threshold yetu ni nini? Au threshold yao hao watu wa mizani ni nini? Tunasema threshold yao ni kwamba uzito unaoruhusiwa kubebwa kwa gari. Hiyo ndio threshold. Lakini hapa kikomo tunaona kikomo chao wamejiwekea ni ngapi? Ni 20,000.
kwamba hili gari hili sasa hivi halitatozwa fine. Lakini ratio wao, katika ratio yetu ambayo tunaweza tukaiweka sisi hata kwenye compressor yetu, kwamba ratio wao wanaweka uwiano, tunasema ni uwiano wa adhabu. Kwenye mizani wao huwa wanaweka adhabu kwa mtu ambaye atakiuka sheria hizo ambazo zimewekwa kwenye mizani moja kwa moja. Kwa hiyo ile adhabu ambayo itatolewa, basi sisi kwenye compressor wao tunasema ni ratio. Mnachukua ratio ni nini kwa katika mizani? Wao wanasema ratio ni kadri uzito, tunasema kwamba ni uwiano wa adhabu, au tunamaanisha kwamba kadri uzito unavyoongezeka zaidi ya kikomo au threshold, ndivyo adhabu inavyoongezeka kwa uwiano. Kwa mfano, tuseme kwamba adhabu labda tuseme kwenye adhabu labda wamejiwekea 4/1. Hiyo ni adhabu. Tafsiri yake ni nini? Hebu tuchukulie mfano. Gari linakuwa lina uzito wa kilogramu 18,500 ambayo tunasema ni input signal hiyo. Hakika kwamba kwa wakati huo kutakuwa hakuna adhabu kwa kuwa uzito upo chini ya threshold. Inaonyesha kwamba upo chini ya uzito wa kizingiti, au itakuwa upo chini ya threshold yao. Kwa namna hiyo hakuna adhabu itakayotolewa. Lakini kama endapo ikitokea kwamba gari lako limekuwa lina uzito wa kilogramu 25,000 ambayo hiyo tunasema ni input signal, tafsiri yake tayari umeshazidi kwenye viwango vyao, lazima utaadhibiwa. Sasa adhabu inakuwa unapewa katika mazingira yapi? Adhabu itakuwa katika mazingira haya. Tunachukua 25,000 ambayo wewe gari lako hilo limeonyesha kwamba kwenye mzani huko kutoa kizingiti. Kizingiti ni ngapi? Ni 20,000. Tukitoa pale afu ndo tunagawanya ile bakia ambayo tumeipata hapa kwenye 20,000 na ngapi? 25 kutoa 20,000, basi ile bakia ndo tunaigawanya kwa 4. Maana hii 4 ndo uwiano huu ambao tumeweka hapa kwa ajili ya kuadhibu. Sasa kuadhibu kwamba zidio hilo ndo linaadhibiwa sasa. Hivyo hivyo unajikuta sasa imepatikana 5,000 gawa kwa 4, tafsiri yake ni kwamba gawio lake linakuja kupatikana ni kilogramu 1,250. Kilogramu 1,250. Tafsiri yake ni kwamba kama endapo mtu huyo amekosea afu amekuja nalo gari kwenye mizani afu akafika pale kwenye mizani ambayo ni threshold, moja kwa moja kakamatwa na faini hiyo, ikaonekana anazidio la elfu ngapi? 5,000 hizo. Tafsiri yake ni kwamba kiwango kikubwa kitabakia pale, mzigo huu utashushwa, ataruhusiwa tu kupita na uzito ambao utakuwa ni sawasawa na 20,000 kujumlisha kiwango kile ambacho atakuwa ametozwa kwenye adhabu. Basi kiwango cha adhabu kitachobakia ambacho ataruhusiwa kupita nacho ndio hiki tu, kilogramu 1,250. Hivyo basi uzito utakaoruhusiwa sasa wakati huo kupita, basi itakuwa ni kilogramu 21,250. Hiki ndio kiwango ambacho tutakao kupita. Sasa angalia kwamba amepigwa faini ya kilogramu kadhaa kutoka kwenye kilogramu 25,000. Sasa amepigwa faini imebakia hii tu. Kwa hiyo ndio itakao kuwa ndio gain reduction. Hata sisi pia kwenye sauti, kama vile ukipitisha kwenye compressor, basi sauti ile ikionekana kwamba kuna kiwango fulani ambacho kimezidi kwenye decibels, labda kwenye threshold kimezidi decibels kadhaa, zile zinazopita kwenye threshold, zile decibels zile hakika huwa zinapunguzwa kwa adhabu ile ambayo utakuwa umeiset pale kwenye ratio. Adhabu ile ratio ile utakao umeiset itapunguza kiwango fulani. Hicho kiwango hicho basi kikipungua, basi ndicho sasa kitaruhusiwa kuunganika na kile kiwango ambacho kiko chini ya threshold. Ndicho hicho sasa kitakuwa ndo output yako. Labda tutakuja kuangalia mfano labda kwenye threshold. Labda kwenye threshold nini kinatokea katika uhalisia. Katika uhalisia tuangalie hapa hii threshold. Threshold ni kwamba kama endapo sauti imeingia, mawimbi yameingia kwenye threshold yako au imeingia kwenye compressor, basi threshold zile huonyesha kwa namna hii. Input signal kwa hapa tunaona ni decibels 17 ambazo zimeingia. Threshold yako umeset kwenye decibels ngapi? Decibels -10 umeset, iko juu. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba wewe signal zako ziko chini ya threshold. Automatically kwa hapa hakuna kiwango ambacho kitapigwa penalty hapa, kwa sababu
hakuna yani hujavuka kwenye ile nini threshold. Lakini kwa huyu bwana huyu ambapo hizi signals tayari zinakuwa zimeingia decibels 10, zinaingia decibels 10, lakini wewe umeset threshold kwenye negative ngapi? Negative 18. Tafsiri yake ni kwamba haya mawimbi yanapitiliza kwenye hii threshold. Kwa namna hiyo ukifanya subtraction hapa tunaona kuna decibels 8 hapa tayari umeshafanya nini? Umeshazidi, kuna decibels 8. Ila kwa hapa inaonyesha uko chini ya decibels 7 kuifikia hii ngapi? 10. Lakini kwa hapa inaonyesha moja kwa moja umezidi decibels ngapi? Decibels 8 umeshazidi. Kwa hiyo sasa kwa namna hiyo kama endapo kuna ratio, tafsiri yake ile ratio sasa itazimega hizo decibels 8 ambazo zimezidi kwenye ile nini? Kwenye ile threshold. Kwa sababu hii kwenye hii threshold tayari umeshaingia 18 decibels. Kwa tafsiri yake ni kwamba utatakiwa umegwe zile decibels au signal zinatoka zipunguzwe ili kusudi sauti zinazokwenda kutoka kule zikatoke zikiwa kidogo. Kwa namna hiyo basi tutakuja kujifunza katika somo lijalo, tutajifunza vizuri kwamba useti vipi, ratio ipi ni kwa ratio ipi, ukiweka ratio ipi decibels ngapi zitapungua kama endapo zitakuwa zimezidi kwenye threshold katika somo lijalo. Basi usikae mbali sana na channel hii, uendelee kuwepo na kukaribisha uendelee kuwepo katika kipindi kijacho. Nitafundisha vizuri kabisa calculation, jinsi ambavyo nitakuwa ujue kwamba gain reduction inafanyikaje na mwisho wa siku uweze kunufaika. Basi nikutakie muda mwema. Usisahau kusubscribe, usisahau kulike, usisahau kushare, usisahau kucomment. Pia uwatumie na ndugu zako ili kusudi waweze kujua mchango mzuri ambao unaweza kutolewa katika somo hili. Asanteni sana.